Kupitia mahojiano aliyoyafanya hivi karibuni, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya magari ya umeme Tesla pamoja na SpaceX, Elon Musk, amesema anaamini kwamba akili unde inaweza kurekebisha uchumi wa kimataifa katika miaka 10 ijayo, akitabiri kwamba fedha hazitokuwa na maana kufikia mwaka 2036 ikiwa AI na maroboti watafanya kazi ya kutengeneza na kusambaza bidhaa na kutoa huduma kwa kiwango kikubwa. Akizungumza na mhariri mkuu wa gazeti la The Economist, Zani Minton Beddoes, Musk alisema, kawaida mtu hutaka pesa kwa ajili ya kununua bidhaa na upatikanaji wa huduma. Ikitokea roboti na mfumo wa akili unde zikatengeneza bidhaa na kutoa huduma nyingi kuliko binadamu yeyote anavyoweza kutumia, unahitaji pesa kwa ajili ya nini? Hata hivyo, Beddoes alihoji ni jinsi gani jamii zitaweza kukabiliana na mfumo huo mpya wa maisha, akisema itazua wasiwasi juu ya kupoteza ajira, upungufu wa usawa katika umiliki wa mali na mvurugano wa kisiasa. Katika mahojiano hayo, Musk alipendekeza serikali zinaweza kutoa msaada wa kifedha moja kwa moja kwa watu. Beddoes alionya kwamba pesa taslim zinaweza kuchochea mfumuko wa bei. Musk hakukubaliana na hilo, akisema kuwa mifumo ya zamani ya kiuchumi inaweza kutotumika tena na AI. Musk alienda mbali zaidi, akitabiri kwamba kushuka kwa thamani ya pesa sio mfumuko wa bei. Musk alionya kuwa hofu ya watu kupoteza ajira kutokana na AI inaweza kusababisha msukosuko wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na kutaifisha, kupanda kwa kasi kwa kodi na kuvuruga uchumi. Nimekata tamaa juu ya jinsi watu watahama kutoka kwenye mtazamo wa sasa uliojaa sintofahamu, hasira na hofu hadi kipindi ambacho watu watakuwa tayari kubadilika na mfumo wa AI. Elon Musk amependekeza kwamba kipengele cha akili unde kinapaswa kuendelea kubadilika, akisema kuwa teknolojia inaendelea kusonga mbele zaidi ya hatua ambayo inaweza kufanana na hali halisi. Bilionea huyo alisema juhudi zinapaswa kuelekezwa katika kuhakikisha AI inakuwa salama. Ingawa anatambua kuwa mifumo yenye nguvu ya AI hubeba hatari kubwa, Musk akishikilia kuwa manufaa hayo yanaweza kutokea kwa jamii, hatimaye yanaweza kuzidi hatari, ili mradi lengo libaki katika kupunguza matokeo mabaya badala ya kujaribu kusimamisha maendeleo. Mkuu wa Tesla na AI alitabiri kwamba akili unde inaweza kuzidi akili za binadamu wote ndani ya takribani miaka 5. Taarifa hii imeandaliwa na Mwantumu Mkwawa. Mimi ni Godfrey Ringo.